hii jukwaa linalowakilisha ETG MSG ambayo inawakilisha asasi nyingi tu za kiraia na wadau wengi. Hii ni jukwaa la kuweza kutoa kama alivyosema Bubero wa Kaiza, kuweza kutoa tathmini ya kila walau mara moja kwa mwezi yanayoendelea kuhusiana na hili tatizo la kitaifa ambalo kila mtu analikubali, yani hata na walio madarakani wanalikubali kwamba kuna tatizo. Tunahitaji kuunganisha wananchi, tunahitaji kurudisha imani ya wananchi kwenye vyombo vya dola, mahakama, serikali. Kwa hiyo sasa kwa ujumla wake hizi asasi za kiraia zilizo nyuma ya hii jukwaa zimetoa mapendekezo ambayo ni sehemu ya ambayo wenzangu wamegusia, lakini hapa mimi nimeombwa nisome mapendekezo hasa rasmi ya kikundi hiki, jukwaa hili. Mapendekezo yenyewe ni kwa makundi manne ya mamlaka ya kiraia na ya kiserikali, mamlaka ya kidola na mamlaka ya kiraia. Kundi la kwanza la mapendekezo ni mapendekezo kwa watawala, serikali na Chama cha Mapinduzi. Kwanza, asasi zinasema hakuna njia ya mkato itakayoweza kutanzua na kuhitimisha mgogoro wa kisiasa uliopo Tanzania. Badala ya kukwepa kuwajibika, serikali isikilize ushauri wa wadau wa ndani na kimataifa unaoainisha na kubainisha njia na mikakati bora ya kisayansi ya kutanzua mgogoro wa kisiasa na kiutawala unaoikabili Tanzania. Hakuna njia ya mkato na ujanja hautasaidia. Serikali iache mara moja, haya ni mapendekezo kuelekea kwa watawala. Serikali inashauriwa, inaalikwa iache mara moja kufanyia kazi dhana potofu iliyojengwa kwenye msingi wa tume ya Chande kwa mgogoro unaoendelea kuibuka Tanzania ni uhalifu uliotekelezwa na vijana wachache wasio na kazi, wasiojitambua. Hiyo dhana kwa mgogoro tulio nao unatokana na vijana wachache wanaopotoshwa, wanaochezewa hisia zao. Hiyo nadharia hiyo ni hatari sana kuendelea nayo. Ni dhana potofu hiyo. Tanzania inapitia kwenye mgogoro wa kisiasa na kikatiba ambao suluhisho lake litatokana na makundi makuu yanayohusiana kisiasa na kikatiba, ambao suluhisho lake litatokana na makundi makuu hayo yanayoasimiana kukubaliana juu ya kutatua tatizo kwa kuzingatia misingi ya ukweli, uwazi, uwajibikaji na haki. Yani ujanja utasaidia sana. Serikali na uongozi wa kisiasa kwa ujumla udhibiti, kukomesha, kuwajibisha mara moja vitendo vya kuteka, kupoteza, kutesa na kubambikia raia mashtaka ya uongo, sawia na kusimamia vyombo vya usalama kufanya kazi na kutimiza wajibu wake kwa kuzingatia weledi, sheria na katiba nchi iliyopo. Serikali na watawala wanahimizwa kutambua kuwa Tanzania ni jamhuri ambamo ukuu wa raia na ukuu wa katiba uko juu ya mamlaka ya watawala. Polisi wasiruhusiwe kuingilia maisha ya raia au vyama vya siasa au shughuli za uchaguzi bila kuchafua sheria, bila kufuata sheria na miongozo iliyoainishwa kwenye kanuni za utendaji kazi na majukumu ya kipolisi. Tumeona hiyo Bwana Jera, tuliona kwenye kesi ya Tundu Lissu na anavyotendewa gerezani. Bwana Jera anasema kama Tundu Lissu anamuuliza Bwana Jera, ni kweli au si kweli kwamba siruhusiwi kuwaona watu kadhaa ambao ni haki yangu kuwaona? Alafu Bwana Jera anasema
sio kweli, unaruhusiwa. Nani Tundu Lissu anamwambia, aha, kama ni hivyo basi weekend hii viongozi wangu mje mnione. Hapo bwana jela pale pale kwenye kizimbani anasema basi sitaruhusu. Sasa hiyo ndio tabia ambayo sio nzuri. Bahati nzuri pale bwana jela alipoulizwa na jaji kwamba unasemaje? Akapata akili kidogo akasema samahani. Lakini actually tabia hiyo imeendelea. Yaani hata leo hii tunazungumza hapa bado alichosema kwamba sitaruhusu imeendelea. Yaani licha ya kwamba hafuati sheria yoyote katika au kanuni yoyote katika kufanya hivyo. Sasa hiyo itatusaidia kutoka hapa tulipo, kwa sababu hizo tabia za kufanya mambo ambayo hayabebwi na sheria na kanuni na ni hatari. Serikali itekeleze mapendekezo ya Jumuiya ya Madola, itekeleze kwa hiari tu, yani sio kwa sababu Jumuiya ya Madola itakuja kumchapa kiboko mtu yoyote. Hapana, hiyo tunaishi katika dunia, tunaheshimiana. Sisi ni wanachama wa Jumuiya ya Madola. Kuna madhara tunaweza kupata diplomasia walau, kama wakichukua hatua kwa mfano ya kusimamisha wanachama wetu. Kwa hiyo serikali itekeleze mapendekezo yale ya Jumuiya ya Madola aliyoyasoma vizuri kwa kina mwenzangu hapa, na kusahihisha mapungufu ya kisera yote yanayoainishwa na wadau wa maendeleo ikiwemo Umoja wa Ulaya, Seneti ya Marekani, Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa. Serikali na watawala wana wajibu wa juu kutambua kuwa raia wa Tanzania wanahitaji na wana uwezo wa kujiletea maendeleo ambayo uongozi wa nchi unapasa kutambua dhima hiyo, kuhakikisha raia wanakuwa na uhuru wa kuchagua viongozi na wawakilishi wao kidemokrasia na kuzingatia misingi ya utawala bora. Wakielewa hivyo, yani mgogoro wenyewe ni wa nchi hii, ni kuhusu yani ni nani kasimiwa amepewa mamlaka na wananchi au waongozi. Ndio mgogoro wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo hao wanasema wewe ni serikali ya Ram batili, wewe unasema mimi ndio serikali yenyewe nimechaguliwa. Sasa huo mgogoro utatatuliwa kwa kwanza kuheshimu katiba iliyopo na kusikiliza mapendekezo ya wadau ambao kama Jumuiya ya Madola ambao wanatutakia mema. Hawana nia mbaya yoyote na wala hawezi kutulazimisha. Nilimsikia kiongozi mmoja anasema hawezi kutulazimisha. Hakuna anayekulazimisha katika dunia. Wewe kwenye majirani wako, kama uko nyumbani kwako, usiku kucha unapiga kelele kwa sababu unawapiga watoto wako au mnapigana wenyewe kwa wenyewe wale vinara wa nyumba ile. Sasa majirani wako wakwambia bwana, hebu punguza hizo kelele tulale. Sio kwamba wanakulazimisha kwenye nyumba yako, lakini kama wewe ni mtu mstaarabu utaacha bwana. Utawasikiliza mapendekezo yao. Ni ustaarabu tu. Viongozi na watawala waache mara moja siasa za ujanja na adaa za kujisafisha kupitia vishoka na wazengeaji wa kimataifa, hawa lobbies ambao wanalipwa hela nyingi kufanya mambo ya kufanya nyenjo. Haisaidii sana. Yaani ni vizuri kurudi mezani. Serikali inatakiwa kuweka ripoti ya tume ya rais ya uchunguzi, tume ya Jaji Chande hadharani, isomwe pamoja na mapungufu yake, na ichambuliwe na raia. Itasaidia katika kuondoa utata, kuridhiana, kuunganisha taifa na kusonga mbele. Kwa hiyo hayo ni mapendekezo kwa serikali, yanatolewa na asasi za kiraia kwa unyenyekevu. Hatuna mamlaka yoyote ya kulazimisha mtu yoyote, ni ustaarabu tu. Mapendekezo kwa ingawaje wananchi wenyewe wanasikia katika ushauri huu, na asasi za kiraia zimeutoa kwa wananchi. Sasa wananchi ndio wenye mamlaka, wakitoa ushauri kwa serikali, hapo serikali ikapuuza kama na ikaendelea kupuuza hata na ushauri na mapendekezo yanayotolewa na asasi za kiraia na asasi za kimataifa kama Umoja wa Madola, Commonwealth au SADC au Umoja wa Mataifa, haitatusaidia katika kurudisha taifa letu pamoja. Mapendekezo kwa vyama vya siasa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu vinavyofanya kazi za kisiasa nchini Tanzania vinapaswa kujitambua kuwa uhalali wao utokana na kuungwa mkono na raia, so hisani ya mamlaka, wala si ujanja au matokeo ya kujipendekeza kwa watawala. Viongozi wa vyama vya siasa wanatakiwa kulinda unyoofu na maadili ya uongozi wa kisiasa pasipo kutafuta njia za mkato, rushwa au kula njama dhidi ya
au maslahi ya raia au umma. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapaswa kutambua hadhi na takwa la unyofu linalotarajiwa na raia kwa ofisi hiyo, kwamba uwepo na hadhi yake haitokani na hisani. Uwepo wake hiyo ofisi ya msajili haitokani na hisani au mapenzi ya viongozi wa serikali iliyopo madarakani, bali mamlaka ya katiba ya nchi. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapaswa kufuata sheria za vyama vya siasa, maamuzi ya mahakama na sheria nyinginezo zinazosimamia usajili na operesheni za vyama vya siasa kwa weledi wa hali ya juu, bila upendeleo au manyanyaso au vitisho dhidi ya vyama au vyenye aina fulani au harufu ya ubaguzi. Ofisi inapaswa kutambua kuwa vyama vya siasa ni mamlaka ya raia walioamua kwa hiari yao kushiriki michakato ya kisera, kidemokrasia katika ngazi mbalimbali za masuala ya uongozi wao na uongozi wa nchi yao. Na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinapaswa kutambua nafasi yake adimu, na hili ni pendekezo tunalifafanua, asasi zinafafanua kidogo zaidi juu ya hata na mapendekezo mengine asasi zinaelekeza kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema inapaswa kutambua nafasi yake adimu kwa sasa katika mgogoro wa kisasa unaoendelea nchini. Kwa chama hicho kina jukumu la kutambua, kusimamia na kuwakilisha maslahi mapana ya raia na wahanga wote wa mauaji ya Oktoba 29. Kwa hiyo Chadema kijiandae kuongoza raia na hata wadau wengine kuelekea mchakato wa kwanza kwa kutanzua mgogoro uliopo; pili, kurejesha Tanzania kwenye trajectory ya kutafuta na kulinda amani, haki, usalama, uwajibikaji. Sisi kama raia, kama asasi za kiraia, tunafikiri Chadema kwa kujitoa muhanga kwa viongozi wake wamebeba sasa dhamana ya kuongoza kwenye uwanja wa siasa hizo juhudi za wananchi. Kwa hiyo sio tu juhudi za Chadema, ni juhudi za raia wengi tu, ambao wengine ndio maana unaona Chadema inachangiwa na watu wengi. Hiyo wanapoomba msaada wananchi wanaichangia bila kujali kama ni wanachama, kwa sababu ndio chama kile viongozi wake wanaoonyesha. Ukiangalia Tundu Lissu, mateso anayopitia, ukiangalia viongozi wake wengi hata Heche, wote wanavyopitia magumu mengi. Tundu Lissu ndio kabisa, yani zaidi ya mwaka na miezi kadhaa yuko ndani. Hiyo yenyewe imewafanya Chadema sasa ibebe hiyo dhamana ya kujitambua hivyo, kwamba sasa Chadema sio chama tu kijiangalie kama chama kama kingine kwa sababu wananchi wanakiona kama ndio kilichobeba hiyo dhamana ya kuweza kuwasogeza wananchi mbele. Na hiyo ni pendekezo kwake, tunaipatia kama ambavyo tumeitoa kwa serikali, kwa ambayo iko madarakani, hata kama wengine wana haki na wenyewe kuwa na maoni tofauti juu yake, lakini ndio iliyopo. Mapendekezo kwa NGOs na vyombo vya habari, nafikiri gusiwa kidogo hapo. NGOs na vyombo vya habari inapaswa kujitambua kuwa uwepo wao nchini Tanzania haupaswi kudhaniwa kuwa ni unatokana na hisani au matakwa ya watawala. Mimi nafikiri tunashukuru sisi kwenye taasisi za kiraia, tunafikiri chombo chenu cha chanzo mnajitahidi. Uwepo wao ni takwa la asili, kwa kuwa wanawajibu kutimiza kutanzua migogoro ya kisiasa unaoendelea Tanzania. Kuendelea kukua kwa mgogoro huu kumechangiwa kwa kiasi kikubwa na NGOs pamoja na vyombo vya habari kuamua kuogopa watawala na kukaa kimya. Kwa hiyo kati yenu ambao mna waandishi wa habari na vyombo vya habari mnaojitahidi kudhubutu, tunajua kuna gharama zake ni gharama zake, lakini tunaendelea kuwa kama pendekezo kwamba muendelee hivyo nyile ambao mnajitahidi, na wale wengine ambao baada wajajiunga na wale mnaoendelea mbele katika kusaidia, mfanye hivyo. Kuna haja ya kutambua kuwa hakuna NGO wala chombo cha habari kitakachobaki salama kwa uoga wake, isipokuwa kujibidisha kusema ukweli utakaofubaza
vitendo viovu au uongo wa watawala. Vitendo vya kuteka na kupoteza raia ambavyo vimekuwa vikiendelea vinaweza kufubazwa na hata kuisha kabisa iwapo NGOs na vyombo vya habari vitaanika ukweli wote unaoambatana na matukio hayo. Na mapendekezo kwa raia wa Tanzania na wadau. Raia wa Tanzania wanahimizwa kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Jumuiya ya Madola, kama walau shirika la kimataifa limejitokeza kwa kutuma mtu akaja hapa na wenzake, Reverend Chakwera, rais mstaafu wa Malawi, na akapata walau ridhaa ya mamlaka iliyopo kuwatafuta na kuzungumza na hao wadau ambao iliwaona ni wadau, na baada ya kazi hiyo ikatoa ripoti na imeeleza, ikatoa mapendekezo ya siku 30 iwe vipi, siku 60 iwe vipi, siku 90 iwe vipi. Kwa hiyo tunafikiri wananchi watakuwa wanajipunguzia machungu kama na wenyewe watapaza sauti kwamba mapendekezo hayo yatekelezwe. Tundu Lissu aachiwe kwa utaratibu wa kisheria kama ulivyoelezwa hapa. Vyombo vya habari visikwazwe, mitandao ya kijamii isikwazwe, watu waendelee kupaza sauti, kuzungumza na wadau ambao walikuwa kwenye mgogoro, ambao wako kwenye mgogoro kuhusu katiba na uchaguzi na sheria na jinsi ya kupata viongozi, waongozwe na msuluhishi huru ambaye kama Chakwera kwa mfano, aliyekuja hapa na viongozi walio madarakani wakazungumza naye, wakampa nafasi ya kuzungumza na wadau wengine. Mtu kama yule akiruhusiwa ndiye anaweza katengeneza jukwaa la kuweza kuzungumza na wadau wote. Alikuja vile vile Dr. Pado ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini, na yeye alikuja kuwakilisha SADC, aliteuliwa na rais wa Afrika Kusini, akaja hapa kwa niaba ya na alikutana na mamlaka ya hapa. Tuliona picha Kizimkazi. Kwa hiyo inawezekana inawezekana kabisa tukafanya kama Wakenya walivyofanya wakati baada ya mauaji yale ya Kenya baada ya uchaguzi. Inawezekana kabisa tukafanya kama walivyofanya Rwanda na Burundi, ambapo Mwalimu Nyerere wetu hapa alishiriki katika kusaidia kuwaweka pamoja, kama ambavyo Jaji Chande alisaidia katika Sudani na akapata sifa ambayo na sisi tumeitumia katika kumtumia. Kwa hiyo inawezekana raia tusiambiwe kwamba yamekuisha sasa tunaweza kuendelea, hali ya kisiasa ni shwari. Si kweli. Raia ni sisi, tunatakiwa, tunaalikwa tuendelee kupaza sauti mapendekezo yanayotolewa kama yale ya Jumuiya ya Madola na wadau wengine wa kimataifa, ya kuchangia kuepusha taifa la Tanzania dhidi ya mtanziko wa kiutawala kwa kuchangia ustaarabu wa kisiasa, haki ya binadamu, demokrasia, utawala bora. Tuendelee kupaza sauti ya tekelezo kama ustaarabu, sio kama kulazimishwa. Wadau na utawala wa bora wa Tanzania, hususan taasisi za kidini, jamii za wakulima wadogo, wafugaji wadogo, wavuvi wadogo, wachimbaji madini wadogo, wanahimizwa kutoa ushirikiano unaotakiwa kuhakikisha watawala wanatambua kwa vitendo ukuu wa raia na ukuu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inawapa raia mamlaka na wajibu wa kuishinikiza serikali. Na kushinikiza sio kosa, sio jinai. Kumshinikiza mtu ambaye unatakiwa umtume akufanyie mambo ndio wajibu wenyewe. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio mapendekezo kwa makundi hayo manne ambayo yametolewa kwa nia ya kuendelea, kwamba kama kila baada ya muda tutakuwa tunarudi tena kwa wananchi kuwahimiza kwamba huu mgogoro huu ambao unawafanya na watawala wazungumze juu ya maridhiano kila baada ya dakika 5 hautaisha kama raia wote
hawataendelea kushinikiza mahali popote wanapoona nafasi. Viongozi walioko madarakani watekeleze mapendekezo kama hayo ya Jumuiya ya Madola yanapotolewa na mapendekezo mengine yanayotolewa na wadau wengine. Sasa labda ndugu Kaiza ataweza kutoa